Habari za jioni tena, na tunakuja katika kipindi ambacho kinatokea kila mara moja kwa wiki, kipindi ambacho kinaitwa changamoto za vijana katika karne ya 21 au katika nyakati za digitali. Kwa sababu zote kubwa ni kwamba vijana wana changamoto gani wakati wa nyakati za digitali. Na nikisema vijana, sasa kuna watu siku hizo, kwa sababu sijui wataki kuwa wazee, wanataka mpaka miaka 50 waitwe vijana. Kijana ni mtu yote ambaye ana chini ya miaka 35. Hiyo ndio definition ambayo naipenda tuitumie. Na kwa nchi nyingi za Kiafrika, 30% mpaka 40 ya vijana katika nchi hizo ndio inachukua kama ni nafasi ya idadi ya vijana katika taifa husika. Tanzania tunaelekea watu milioni 70 kwa taarifa za sensa. Kwa ina maana zaidi ya Watanzania milioni 40 ni vijana wana umri wa miaka chini ya 35. Sasa wana changamoto gani ambazo tunaweza kuziongea wakati huu wa digitali? Na baada ya majadiliano haya, napenda kama una maswali unaweza kuuliza kwenye YouTube hapo chini au kwenye hii mtandao wa kijamii, lakini unaweza kupiga pia simu, tutakwambia baadaye. Lakini pia unaruhusiwa kuhudhuria vipindi vyetu, na location ziko nyingi, tutakwambia kila location inapokuwa inaendelea. Kwa leo tunaongea kuhusu changamoto za vijana wakati wa digitali. Na leo napenda tuangalie somo kubwa maarufu sana ambalo linaitwa ajira na vijana. Changamoto za vijana katika kuajiriwa. Kwa nini vijana wengi hawana ajira? Sio tu ajira, unaweza kuajiriwa lakini ukalipwa kidogo kuliko uwezo wako unaotoa katika ile value ya kampuni. Kwa tunaita ni kuajiriwa kusikofaa. Sasa ni kwa nini natokea? Kwa nini natokea hivyo? Kwa nini kizazi hiki kina zaidi ya 40, 50 au 30 mpaka 40 ya vijana wako mitaani? Nilikushangaa juzi, nilikuwa napita kule eneo la Ilazo, mimi niko Dodoma. Nikakutana na brother ananifungia nanasi pamoja na mboga mboga. Katika kudiskasi nikagundua ana masters MBA ya chuo kikuu cha Dodoma. Anauza genge. Kwa hiyo nikagundua aisee, kumbe kitu ni sio mchezo. Lakini Mungu hakutaka kunirishia hapo. Nilipokuwa napita barabarani pia naingia dukani, nikakutana na bodaboda. Nikamsalimia, mambo vipi? Safi, mambo yanaendaje? Hey. Katika kuongeongea akaniambia amemaliza chuo mwaka 2022. Leo mwaka 2026 ameitwa interview zote duniani, lakini bado hajapata ajira. Kwa ndio ameajiriwa kwenye bodaboda, lakini kulingana na uwezo wake wa elimu sio ajira ambayo ilimpasa aweze kupata. Sasa tusipoyaongea haya tutaharibu. Lakini sio tu kuyaongea, kwa sababu wenye majibu ni sisi wenyewe. Kwa badala ya kuyaongea tu, tuje na namna gani ya kuwasaidia vijana waweze kutoka na kuweza kuajiriwa. Sasa tuanze sababu za vijana wengi kutoajiriwa. Sana sasa nitaongea vijana ambao wamesoma na wamekosa ajira, lakini pia ambao hawajasoma na wamekosa ajira. Na naanza na vijana wengi ambao wamesoma na wale ambao hawajasoma lakini hawana ajira. Sababu yake kubwa ni nini? La kwanza, vijana wengi wanaenda chuo kikuu kama mbio za panya. Leo unaenda kusoma anthropology, alafu kitoka hapo unategemea ajira. Sio kwamba anthropology haina ajira, ila inahitaji watu wachache wanajua historia. Sasa form 5 form 6 zote, nimekutana na mtoto wangu mmoja wa 3, namwambia asome science, ananiambia mimi baba, nimesikia science ngumu, mimi nataka kusoma course line HGL. Sijasema HGL ni mbaya, msije mkanikoti vibaya.
Lakini angesoma kozi ngumu, kuna vitu ambavyo ungeweza kujifunza ambavyo vingefanya brain yako iweze kupachua zaidi. Kwa sio kozi zote mbaya, hamna mbaya. Kila mtu Mungu anampa passion tofauti. Lakini nataka nikwambie tu mifano. Na unamuuliza unataka kwenda wapi? Anasema mimi nataka nimalize chuo kikuu. Unataka kwenda kusoma nini chuo kikuu, kwa ajili ya nini? Ajui. Kuna mwingine anaingia chuo kikuu, anaenda kujifunza masuala labda ya ulinzi wa kitaifa au ulinzi wa kitu fulani. Yataenda kumpa ajira gani? Yatampa nafasi gani? Sijasema hizo kozi ni mbaya, ila zinawezekana zinahitaji watu wachache sana kulingana na idadi ya vijana ambao wanasoma. Shule za sekondari zinatoa maelfu ya vijana. Form 5, Form 6 wanatoa maelfu ya vijana. Vyuo vinatoa maelfu ya vijana wamaliza diploma. Lakini kozi walizosoma zina uhusiano gani na maisha yaliyoko mtaani? Je, kuna mtu alisha kukaa na mentor akamwambia nataka nikasome chuo kikuu? Juzi kuna kijana mmoja alinifuata, ananiambia naenda chuo kikuu. Unaenda kusoma nini? Naenda kusoma chemistry, physics, sijui na nini. Nikamwambia una malengo gani ya maisha? Nitajua mbele ya safari. Kwa are you ready to kill, umalize miaka 3 ukakae chuoni darasani unapiga unachukua mpaka ile za mkopo na bado unaingiza deni. Alafu unatoka na kozi ambayo haina mbele wala nyuma. Kwa hiyo aina za kozi ambazo vijana wanazisoma wanakosa mwongozo. Juzi kuna watu wameenda China, zaidi ya 50 vijana. Wanaenda kusoma nini? Business techniques. Anaenda kusomea China. Na kuna mmoja alikuwa ni daktari kanisani kwangu kwetu, na amesoma China, lakini toka amesoma udaktari miaka 5 yote hajawahi kugusa hata mwili wa binadamu. Sasa unakoenda kule unakupa sifa ya kuwa daktari. Ukishasoma China, je, utaenda kwa ajili ya Marekani? Sawa. Na umesoma udaktari miaka 6. Why? Kwa nini usikae chini na watu kwa kushauri? Kwa nini usiwe na mentors waliotangulia kwa kushauri? Mmoja amesoma aeronautical engineering. Anakuja nchini anaambia bwana kile wala hiyo kozi aliyosoma degree zake ya miaka 3. Jina kubwa zuri. Urubani nini? Engineer wa ndege. Lakini anakuambia kwa nabii ufanye mitihani tena upate professional certification. Na kama angejua angesoma Ulaya angepata zile za British au European. Lakini hajasoma hizo. Kwa hiyo amepoteza. Kwa sababu ya pili ni aina ya kozi ambao vijana wanaenda kusoma chuo. Sababu ya tatu, naomba nikwambie ukweli, na huu ni ukweli wala sitaki kuficha. Zile syllabus, zile curricula za vyuo vingi zimepitwa na wakati. Kwa knowledge wanaofundisha au yale masomo wanaofundisha na uhitaji wa soko hauna uhusiano. Kwa unasoma miaka 3, wanasema hamna kitu kibaya duniani kama kufanya kitu fulani kwa uzuri na kwa ustaarabu mkubwa, kumbe akitakiwa atakufanya. Yaani sasa leo ukaenda barabarani ukaanza kusafisha barabara. Unatoa jasho mchana mpaka jioni. Wasting time. Nataka kusema nini? Nimekwambia ni sababu. Kwa hiyo usije ukanihukumu, na sisemi hivi kwa maana kwamba namlaumu mtu yote. Nataka tu kuelewa baadhi ya sababu ambazo naziona zinaweza kuwa ndio visababishi za vijana wengi kukosa kupata nafasi ya kuweza kupata ajira baada ya kufundisha chuo, kumaliza vyuo. Sababu ya tatu. Jana nilikuwa nahitaji mtu wa kunisaidia jambo fulani. Kwa hiyo nikaita vijana wawili kwa ajili ya kuweza kuwafanyia interview. Nishawaambia kama siku 3-4, na nikamwambia kwa nafasi hii nataka mtu wa aina fulani. Mimi na hiyo organization naitwa hivi. Nahitaji mtu mwenye sifa hizi. Wamekuja wale vijana. Amekuja wa kwanza, nimeanza kumuuliza, "Je, unamfahamu hiyo kampuni au unanifahamu mimi nakuuliza? Nimeshakutajia jina langu tangu wiki moja nzima, siku 2-3 zilizopita. Mimi ndo nakusikia leo." Nikamwambia kuna basic information ya kila jambo natakiwa kuipata. Siku hizi kuna AI. Uliza hii kampuni ikoje? Kuna taarifa chache utazipata. Kampuni kama hizi na kitu gani? Unajua majukumu yako, ni kukwambia hii nafasi ambayo nimekuitia. Labda niambiwe ila naweza kukatch you pesa. Yaani nishinda kuuliza kwenye mitandao kwa kukosa maandalizi. Sababu ya 4, kutojua matumizi ya mitandao. Kwa hiyo vijana wengi wanatumia simu kwa ajili ya kuangalia muziki. Na nchi zetu za Kiafrika muziki haulipi.
Kuna mambo mengi nyuma ya pazia. Ndio maana wanamuziki mashuhuri unawajua kwa majina ni wachache tu, yule 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kwa hiyo badala ya kujifunza kitu, siku hizi unaweza kuchati na vitu vingi sana, vina uongo ndani yake, lakini vinaweza kusaidia. Jambo la 5 ni kukosa network. Rafiki yangu mmoja amemsomesha mtoto wake fedha, wanalipa shilingi zaidi ya milioni 10 kwa mwaka, na tukaanza kumuuliza unalipaje milioni 10 wakati ambapo ungeweza kulipa milioni 3, 4 na ukapata elimu nzuri tu kwa mtoto wako. Akasema nyinyi hamjajua, hao watoto wanaosoma huku kwa milioni 10 wazazi wao ndio wana uwezo, kwa bora nijijime nimtengenezee mwanangu network. Hao watoto wanaosoma huku ndio watakuja kufungua makampuni baadaye. Hao watoto wanaosoma huku ndio watakuja kufanya vitu vingine, watakuwa na connection. Na naomba nikwambie, wala sikufichi, wala useme Uafrika, useme Utanzania, naomba nikwambie, maisha is about connection. Hauwezi kwenda hivi hivi. Yaani kuna network lazima uitengeneze. Ukisikia hata viongozi mbalimbali katika taifa au sehemu mbalimbali, hawateuliwi tu hivi hivi. Umeamka asubuhi fulani, labda uwe na kipawa cha tofauti sana, lakini connection ni mtaji mkubwa kwa maisha ya binadamu. Sasa vijana wengi wanasoma chuo, katika matukio makubwa hawajihusishi, wamejifungia wenyewe your network. Hamwezi kuwa watu wa klasi moja ukategemea utampandia mwenzako mlango wa kupeleke mbele. Sasa mtapigana vita. What is your network? Wewe una mahusiano na watu wa aina gani? Pamoja na hilo, pia watu wengi hawana mentors. Ndio umesoma degree ya engineering ya kitu fulani, kuna mtu yoyote ambaye ni Mtanzania amesoma kitu hicho anaweza kusaidia kuguide amepitaje njia hiyo? Kwa tunaishi maisha ambayo ni ya bahati nasibu. Jambo la 6, vijana wengi wanadhani kwamba ajira ziko serikalini peke yake. Kwa akili yao ilivyotengenezwa ni kwamba nikimaliza shule nitasubiri nafasi imetoka kwenye taasisi fulani nikafanye kazi serikalini. Hawana conceptualization yote nyingine nje ya serikali. Kwa hiyo utakuta mtu anakuambia nipo tu mwaka wa 6 anasubiri kuapply kazi apate serikalini. Na sikufichi, katika taasisi nyingi binafsi ambazo zilikuwa established, watu wanaajiriana kwa sababu ya network. Ni sehemu chache sana. Ndio una merit. Merit manake ni sifa ulizonazo. Lakini mko wengi, au watu wenye sifa ambao ulionayo wewe wako 30. Kitu gani kinaongeza value? Network. Je, anakufahamu huyu mtu tangu siku nyingi? Je, kuna mtu anaweza kutajia jina lako kwa mtu fulani? Hivi huwezi kupata hiyo ajira, utajidanganya. La mwisho, ziko nyingi, lakini angalau leo tukiongea vitu hivi 7 vinaweza kutusaidia kuweza kujua ni kwamba vijana wengi hawajui misingi ya kujitegemea, na wanataka mambo yatokee usiku mmoja. Hichi kipindi ambacho tunarekodi leo, ukiuliza wale ambao ni waandaaji, miaka zaidi ya 3 nyuma tulikuwa bado tunafikiria hii ndoto ilikuwa hajatimia. Kwa leo tunaweza kurekodi kwa sababu tulikuwa na uvumilivu. Kwa vijana wengi wanataka aanze kazi leo, aanze kujenga tofali kesho, na apate mafanikio kesho kutwa. Maisha hayajaundwa hivyo. Katika kitabu changu cha uongozi nilichoandika, nimesema kwamba sifa zako na uwezo wako wa kielimu utakupeleka sehemu, lakini kitakachokutunza ile sehemu ni uaminifu. Maisha yanahitaji subira, yanahitaji kuwa na utulivu kwenye kitu kimoja, yanahitaji kuwa na uvumilivu wa hali ya juu sana. Vijana wengi hata ukimchukua amemaliza chuo, unamwambia njoo nikupe kazi ya kujitolea miezi 6, unanilipa nini? Nakumbuka mmoja nilimchukua kwenye kazi fulani, akaniuliza unaniambia sikulipi chochote. Akaniambia babangu amesema hiyo kazi haifai, mimi nataka hela. Haya, nikamwambia nitakulipa hela. Nikampa hiyo kazi, haijui.
Kwa hiyo vijana wako tayari kuingia katika nafasi ya kuweza kujifunza kwanza kwenye mentorship, kwenye internship. Lakini ile ndio inakupa angalau leverage ya kwenda juu. Lakini pia vijana wengi hawana mentors. Ni lazima uwe na nafasi ya kukaa na watu waliotangulia kwenye maisha ukawauliza. Hilo linaendana pia na watu wengi hawataki kusoma vitabu. Ukitaka kuwaweza vijana, nimeandika vitabu vingi. Watu wanaosoma wengi ni wa old age. Vijana wengi wanasema mimi nilishaacha kusoma vitabu siku nyingi. Kwa knowledge nyingi imefichwa kwenye vitabu. Sasa kwa sababu hawasomi, wameendelea kuwa ni watu ambao wamekuwa ni wabangaizaji. Wanasema a person who does not read history is prone to repeat the mistake of history. Mtu ambaye asomi historia ana uwezekano mkubwa wa kurudia misingi ambao makosa wengine waliyafanya. Biblia katika kitabu cha Mithali 13 mstari wa 12 inasema kwamba tumaini ambalo limecheleweshwa linaharibu mifupa. Kwa tunasikitika, sio kwa kulaumu, kwa sababu haya mambo yanahitaji fahamu, na silaumu kijana yote. Kwanza niwapongeze, wengi ni wavumilivu sana, ila wamekosa exposure. Chanzo cha kuwa na kipindi kama hiki ni kuweka mjadala mpana ili tupeane mawazo. Ninaongea na wewe sio kwamba nimefika, na wala sio kwamba nilipita katika hatua fulani, lakini napenda nikwambie kwamba niko pamoja, tushare changamoto na kuona tunatokaje kama vijana, ingawa mimi ni mzee tuweze kutatua mambo mbalimbali yanatusibu. Sasa tunapataje majibu? Kama nilivyoweza kuhusu chanzo cha matatizo, pia majibu yanatokana na chanzo. Kwa kitu cha kwanza, ni lazima vijana tuache tabia ya kusoma elimu ya chuo kikuu kwa sababu lazima nimalize chuo kikuu. Tutafute namna ya kusoma elimu za ujuzi wa kitu fulani ambacho kinahitaji shida katika maisha ya mwanadamu. Ni bora ukaishia form 6 usiende chuo, lakini ukaenda kwenye kasehemu fulani ka solution ya maisha ya mwanadamu, akatoa majibu ambayo. Nimekutana na watu wengi vijana ambao miaka 5 iliyopita walikuwa nalala kwenye korido za Kariakoo, leo wana pesa kwenye akaunti. Kwa jambo la kwanza, ni lazima vijana tuweze kuamua kutatua changamoto zilizoko mbele yetu. Kwenye swala la elimu ni muhimu kusoma, lakini sasa unakuta kijana amemaliza first degree, amepata hela kidogo, anataka kumaliza na masters. Kwa ajili ya nini? Kwa sababu hata kwenye ajira huwezi kuwa promoted namna hiyo. Na bahati mbaya sasa hivi AI imeua kila kitu. Mtu ambaye ana certification za kutosha za AI na kujua kutumia zile tools anaweza kutoa matokeo mazuri makubwa kuliko mtu mwenye MBA first class. Kwa tusisome kwa sababu ya upepo, tusome kwa sababu tuna malengo fulani. Ule muda unaenda kupoteza miaka 3-4 chuo, nafikiri uwe mzuri ukaweka kama ni investment kwa ajili ya kitu kikubwa zaidi. Na bahati mbaya unadhani kwamba mkopo unapewa kama ni zawadi. Naomba nikwambie, mkopo unalipwa. Kwa hiyo la kwanza, sijasema usiende chuo, ila nimesema kuwa makini kujiuliza, kwa nini nataka kwenda chuo? Nina malengo gani makubwa ya maisha yangu? Hii kozi ninayosoma ina uhusiano gani na mtazamo wangu wa maisha? Jambo la pili, ukiwa ni kijana, jitahidi sana kutengeneza networks. Networks za kwenda juu, sio za kwenda chini. Sio za kwenda kutafuta mademu au kwenda kula kilaji. Network za kufanya ukutane na watu ambao katika klasi nyingine, ili wakusaidie kuweza kujua milango iliyoko kwa juu zaidi na kuweza kukuvuta pia. Kwa ni nzuri sana ukawa na urafiki na watu wengi hata unaposoma shule. Vijana wengi kwa sababu ya mitandao ya kijamii wamejifungia chumbani. Kuna groups nyingi sana za vijana. Juzi nimeonyeshwa zote. Mfano vijana walimaliza chuo kikuu, walimaliza form 6. Kuna network ya kutosha, nakutana kila miezi mitatu.
hapa Tanzania. Umesha kwenda huko. Kuna vijana waliomaliza form 4. Kuna youth groups za tennis ambazo zinaweza kusaidia sana kupata network. Kitu kikubwa ni network, kwa sababu watakusaidia kesho. Watu wengi wanaofuatilia uteuzi wa Rais Trump wa watu wake au viongozi mbalimbali ni mtu ambaye alikuwa anamjua sehemu fulani. Sasa huyu mtu ambaye unatengeneza network naye leo, ambaye anaonekana ni wa kawaida, kesho hujui atakuwa wapi. La tatu, make sure kwamba katika kile ambacho unaota ndoto katika hicho, una mtu anaitwa mentor. Tafuta mtu atakayekusaidia kupita njia ambayo amepita yeye. Ni muhimu sana. Na mentor hawezi kuwa mentor wa kila kitu. Anaweza kuwa mentor kwa ajili ya masuala fulani, akawa mpuzi sana kwenye masuala ya ndoa. Hakuna mtu anaitwa universal mentor. Mentor ni wa specific. Kama mambo ya kidini ni mambo ya kidini, mengine anaweza kuwa juu. Kwenye mambo ya elimu ni mambo ya elimu. Kwa hiyo lazima ujue kwamba kuna namna gani ya kuchagua mentor. Ni lazima awe mtu ambaye amepitia yale mambo ambayo unataka kupita wewe. Huwezi kuwa na mentor wa kibiashara kama mimi ambaye sifanya hata biashara. Mahubiri kanisani. Ndakufundisha habari za Mungu na kwenda mbinguni. Sasa mimi mambo ya Kariakoo mimi najua. Kwa hiyo lazima utafute mtu ambaye Kariakoo ameanza kwa shida na amemaliza, amepata biashara nzuri, amefanikiwa. Huyu anaweza kuwa mentor nzuri. Lakini kama nimeanza huduma kuanzia sifuri, ina maana mimi naweza kufundisha wewe ambaye unataka kuwa mchungaji leo au mtu ambaye unataka kwenda kwenye mambo ya kiimani. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa na mentor. Jambo la 5, kuwa tayari kufanya kazi yoyote kwa ajili ya kupata uzoefu. Narudia tena. Kuwa tayari kufanya kazi yoyote kwa ajili ya kupata uzoefu. Kufanya kazi yoyote sio kazi ambayo ni halali. Naomba nirudie. Sio kwambia unataka kuchinja watu huko. Kasema hapa ndio pa kutengeneza pesa. Nikoje niende. Kufanya kazi yoyote halali ambayo itakusaidia mambo mawili utajenga. Hata kama ikupi kipato, lakini itakusaidia kujenga network. Itakusaidia kupata mentor. Itakusaidia kupata matofali ya kupanda, kuweza kuona kule ambako hakuonekani. Jambo la 4 na la mwisho, sio la mwisho kwa leo, lakini tutaendelea kuongea mambo. Mtegemee Mungu kwa asilimia zote. Wewe umeumbwa na Mungu na umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Huyu aliyekuumba alikuwa na mpango wa kwa nini amekuumba. Kuna kitu amekiweka ndani yako ambacho ukikitumia kwa hekima kitakupa matokeo ambayo ni ya utukufu zaidi. Kwa jitahidi, kama una dini yoyote, amua kuwa mtu wa sala na dua, maisha binafsi ya sala, alafu Mungu atakusaidia. Kwa kumaliza, majibu ya matatizo ya ajira kwa vijana hayako katika serikali wala hayako katika wazee. Majibu ya matatizo ya ajira kwa vijana yako ndani ya kijana mwenyewe. Kama utaendelea kusikiza vipindi hivi kwa miezi 3 ijayo, sikuoni ukibaki vile ulivyo. Ninakuona ukitoka hatua ulionayo leo na kuingia hatua ya utukufu mwingine zaidi. Ninakuona ukiwa ni mtu ambaye unaweza kuleta ajira za vijana wengi katika taifa la Tanzania. Naitwa Mchungaji Sako Merrick wa kanisa la Success Chapel Zinje, Dodoma. Napenda nikukaribishe pia kwenye ibada zetu kila Jumapili saa 1 kamili asubuhi ibada ya Kiingereza na saa 3 kamili asubuhi ibada ya Kiswahili. Ni ibada zinazotoa majibu ya mambo ambayo ni ya kihalisia, sio kinadharia. Tunajaribu kuona umuhimu wa kuweka maisha haya na kumtegemea Mungu. Tukutane tena kipindi kijacho. Kama utakuwa na swali, tafadhali unaweza kuandika hapo chini. Na watu ambao tu katika screen hapa ambao mko leo, tutakusanya maswali yenu yote na tutajibu swali moja moja. Lakini tutakapokuwa tunaongea tutaendelea kuandika na pia tutashare na watu wengine ambao wanatusikiza katika mtandao. Naomba tukutane tena kipindi kijacho. Ninakuona ukifunguka akili na kuingia katika fahamu mpya. Asante sana.